You are watching to BW Media. Stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Hujambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa BW Media, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na nina furaha sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi ukitufuatilia, na tumeendelea kuona maoni yako uliokuwa ukiyatoa kwa ajili ya ufanisi wa kipindi hiki. Na mpenzi mtazamaji, umekuwa pamoja nasi tangu somo la kwanza la robo hii ya pili ilipoanza kwa mwaka 2025, na leo tunaendelea na somo letu la 6. Tutakuwa na kichwa kizuri kabisa katika somo hili, kichwa kinachosema kuelewa kafara. Hili ndilo somo la juma hili tutatembea nalo, na fungu elekezi linatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 na ule mstari wa 9. Nalo linasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Hili ndilo fungu tutakalokuwa nalo katika somo letu hili la 6, kuelewa kafara. Na utakuwa nami mtangazaji wako Miriam Mwisau, lakini pia leo studio nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani ambao huwa tuko nao, lakini leo tumetembelewa na mgeni. Tutakuwa na ndugu Mgisha Edwin, lakini pia tutakuwa na ndugu David Mwakilema. Huyu ni mgeni wetu, ametembelea siku ya leo. Tutakuwa naye na atatuchambulia kwa uzuri kabisa mada yetu hii ya somo la 6. Karibu mpenzi mtazamaji, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na mpenzi mtazamaji, kwa wakati huu kabla tujaanza kipindi chetu, ningeomba tupate ombi. Na ombi hili litaletwa na mgeni wetu David Mwakilema. Karibu. Basi tufumbe macho tupate kuomba. Tuombe. Tunasema asante Mungu wetu wa mbinguni kwa sababu umekuwa nasi tangu asubuhi hadi masaa jina lako litukuzwe. Muda huu tena tutakwenda kujifunza maandiko yako matakatifu kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunaomba utuongoze, Roho wako Mtakatifu akatufundishe tukapate kufikia ujuzi kamili. Ndivyo tulivyoomba katika jina la Yesu Kristo mwenye haki. Amina. Amina. Amen. Na kwa ombi hilo sasa mpenzi mtazamaji, ndio linatupeleka moja kwa moja kuangalia lesoni yetu ya somo hili la 6 lenye kichwa kinachosema kuelewa kafara. Na kwa utangulizi kuhusiana na lesoni hii na somo hili, nimkaribishe ndugu Mgisha aweze kutupitisha kwa ufupi ili kuweza kupata mwanga ni vitu gani tutakavyoenda kuviangalia katika somo hili. Karibu. Asante. Naam, ni somo la 6 lenye kichwa kinachosema kuelewa kafara. Tumekwisha kuona ya kwamba katika Biblia tunaona kafara za wanyama zikitolewa kama ishara ya ondoleo la dhambi, maana wao waliotenda dhambi walipaswa kutoa kafara ya mnyama, na ile damu yake ndiyo ilitumika kuwekwa katika hekalu, na pale yule mdhambi aliondoka akiamini ya kwamba dhambi yake imesamehewa. Lakini sasa leo tunajiuliza ni kwa nini kafara? Na leo tunataka kuelewa kwamba kwa nini kafara, labda ni kwa nini wanyama, na hizi kafara zilivyokuwa zikitolewa zilikuwa zikilenga nini, na tutakapokwenda mpaka mwisho tutakuja kugundua ya kwamba hizi kafara zote zilizotolewa zilikuwa zinamlenga Yesu Kristo. Na kama tunavyofahamu ya kwamba ukiwa na picha ya mtu itakuwa ina umuhimu ikiwa yuko mbali, maana ukimkumbuka unaweza ukaangalia picha yake na ukafarijika, lakini haitakuwa na umuhimu kama yule mtu yupo na wewe unaangalia picha yake. Kwa hiyo tutahitimisha mwishoni ya kwamba baada ya kuwa Yesu ambaye ni halisi amekuja duniani kufa, zile kafara ambazo zilikuwa ni ishara za kafara yake hazikuwa na maana tena.
Karibu katika lesoni ya leo. Asante sana kwa utangulizi huo. Ni kwa ufupi tu ametuelezea ni vitu gani tutakavyoenda kuviangalia katika habari ya kuelewa kafara. Sasa ndugu Devi, kwa wakati wa zamani ameelezea mchambuzi aliyetangulia kwamba kuna kafara mbalimbali zilikuwa zinatolewa za wanyama za namna fulani, walikuwa wanatoa unga nini, lakini unaweza kutuambia kwa nini kuna baadhi ya kafara zilionekana hazina maana? Katika Agano la Kale kama ambavyo umekwisha kusema, zilitolewa kafara za aina mbalimbali. Zilikuwepo kafara za wanyama, lakini pia zikawepo kafara za unga na kwa aina yake. Lakini Biblia inatambulisha ya kwamba zilikuwepo kafara ambazo hazikuwa na maana. Na kwa mara ya kwanza kafara iliyokuwa ikitolewa isiyokuwa na maana ilitolewa pale kipindi ambapo Kaini alienda kutoa matoleo. Bwana hakuyapokea, ilihesabika kama vile isiyokuwa na maana. Kwa nini? Biblia inaelezea ya kwamba watu wanapoamua kumtolea Mungu, kusoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 15, lakini pia Isaya sura ya 56 mstari wa 6 mpaka wa 7, anaelezea kwamba Bwana hafurahishwi na aina fulani ya matoleo, ambayo hayo matoleo yakiwa yanatolewa ni kwamba watu wanayatoa si namna ambavyo Mungu anataka, bali kulingana na matakwa yake. Yaani kwa lugha nyingine wanaamini ya kwamba nina uwezo wa kumpatia Mungu chochote ninachojisikia na Mungu akanibariki kupitia hicho. Kwa kufanya hivyo, hiyo inahesabika kama kafara isiyokuwa na maana. Hivyo basi utaratibu ulikuwa ni kutoa kafara za wanyama kama ambavyo kiongozi amesema. Wapo wengine ambao walienda kutoa kafara zile, lakini haikutoka nia tokea ndani. Jinsi wanavyopeleka wale wanyama hawakuwa na nia thabiti kutoka ndani. Kwa hiyo ile sibeka ni kafara isiyokuwa na maana. Nashukuru. Asante. Kwa maana nyingine walikuwa wanatoa kafara hizi kwa mazoea. Kwa mazoea. Kwamba mtu tu akashazoea ngoja nipeleke tu. Ndio maana hata Kaini wakati ule Mungu ameelekeza tutoe hivi, akasema mimi si sadaka, kafara ni kafara tu. Ndio maana Mungu anaona haina maana. Sahihi kabisa. Nashukuru sana mchambuzi. Labda ndugu Mgisha utuongezee hapa kidogo, kama kuna kafara hii ambayo haina maana, sasa ni kafara ipi yenye maana? Asante. Sasa unaweza kama ulivyoona ya kwamba kuna zile kafara ambazo zilikuwa zinatolewa ambao mbele za Mungu zilikuwa hazina maana, kama ulivyoeleza. Ya kwanza ni ile kutoa kwa mazoea, yani kwamba mali mtu aunganishi moyo wake na kile anachokitoa. Lakini pia jambo ambalo Mungu amesisitiza sana katika utoaji wa kafara ni kwamba kafara zinapaswa kumfanya mtu anyenyekee, ajishushe, ajiungamanishe pamoja na ile kafara anayoitoa. Kama asipoitoa hivyo, maana yake ile kafara anayoitoa haina maana. Tapenda tusome katika Zaburi ya 51 fungu la 17, inasema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudhalau. Yani unaweza ukaona kwamba unatoa kitu kikubwa, lakini ikiwa hakija jifungamanisha na kujishusha na kupondeka kwa moyo mbele ya Mungu hakina maana. Lakini yule mtu ambaye hata kama atatoa kidogo, lakini ambacho kimepondeka kimeuponda moyo wake na kuona ya kwamba anajishusha na kutamani kweli kumsogelea Mungu, itapokea. Utaona kwamba kwenye kafara zilikuwa kafara mpaka za njiwa. Lakini sio kwamba kutoa kafara ya kondoo aliyenona wewe ndio unapata kibali sana, lakini hata kama mtu alitoa njiwa lakini ameufungamanisha moyo wake pamoja na ile sadaka kwa toba, sadaka yake ilipokelewa. Kwa hiyo inatukumbusha hata leo kwamba tunapotoa kwa Mungu chochote, hatuangalii wingi, ila tunaangalia moyo unaosukuma kutoa. Asante. Mungu anapendezwa na yule atoaye kwa moyo wa ukarimu, si mazoea. Lakini tukidumu hapo kwako ndugu Mgisha, tunaona damu ya mafahali pamoja na mbuzi. Wakati wa zamani ile, wengine walikuwa hii dhana ya kafara kama hawaielewi, wanaona kama ni kitu cha kikatili hivi, ni vitu vya kuchukiza, maana unatoa uhai wa kitu fulani. Karibu utupitishe kidogo hapa, ni kwa namna gani dhana hii ndio ambayo Kristo alikuja kuifanya?
Asante. Naam, tunaona ya kwamba kafara zilizokuwa zikitolewa zilikuwa zikitolewa kafara za wanyama. Na kwa baadhi ya watu ikaonekana kwamba mbona kama ni jambo la kikatili. Ndio. Kwa nini kuwaghadhibisha wanyama? Maana damu za wanyama zilikuwa zikimwagika. Ni kama navuta picha, naona ya kwamba ni wana wa Israeli wangapi walikuwa wanakwenda hekaluni kila siku kwa ajili ya kupeleka wanyama. Najaribu kufikiria ni kwamba ni damu kiasi gani ilikuwa inamwagika. Sasa piga picha, wewe huna mtazamo wa Kiisraeli, alafu unapita pale unaona wanyama wanavyochinjwa, damu inavyomwagika. Lazima kuna baadhi ya watu wangeibua hisia kwamba mbona kama wanafanya vitendo vya kikatili kwa wanyama. Lakini swali la pili lilikuwa ni kwamba kama zile kafara za wanyama hazikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi, sasa zilikuwa zina umuhimu gani? Maana tunaona katika kitabu cha Waebrania, ile Waebrania 10 kuanzia 3 mpaka 10, tunaona kwamba zile damu za mafahali hazikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi. Jambo ambalo lilikuwa ni muhimu, ambalo linawakuta hawa watu ambao wanatoa, ni kwamba walipokuwa wakitoa wale wanyama walikuwa wanapata hisia ile inayoonyesha kwamba ubaya wa dhambi. Lakini unaweza kukumbuka kwamba hata Adamu pale bustani ya Eden aliposhuhudia mnyama akifa, aliona uchungu wa dhambi. Uzingatia kwamba Adamu alikuwa ameishi kipindi ambacho hapo nyuma hakuna kifo, hakuna baya. Alafu ni ghafla mnyama anatupa miguu, damu inamwagika. Kwa hiyo ile hisia ilikuwa inaibua hisia ya ubaya wa dhambi. Na ukirudi pia katika hekalu utagundua ya kwamba aliyekuwa anachinja ni mdhambi. Umeona? Kwa hiyo, lakini pointi ya pili ilikuwa ni kwamba damu iliyokuwa inamwagika ya wale wanyama ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu ambaye atakuja kufa pale msalabani. Kwa hiyo vyote vilivyofanyika vilikuwa ni kivuli cha kuashiria kifo cha Yesu pale msalabani. Waebrania 10 inaeleza kabisa ya kwamba kafara za mabeberu na hawa wanyama hazikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi, lakini ilihitajika damu iliyo bora kuliko hizi za wanyama ndiyo iweze kufanya ondoleo la dhambi, ambayo ndiyo damu ya Yesu Kristo. Na tunaona ya kwamba Yesu alivyokufa pale msalabani, pazia la hekalu likapasuka, kuonesha ya kwamba kazi ya hekalu pamoja na damu za wanyama na kafara zilizotolewa zilikuwa zimekoma. Sasa amekuja yule ambaye ni kafara halisi. Kwa hiyo damu ya mafahali na mbuzi natukumbusha ya kwamba Yesu Kristo alikwisha kuandaliwa tangu mwanzo ya kwamba atakuja kufa msalabani na akamwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wangu mimi na wewe. Asante. Asante sana, umeeleza vizuri kabisa kwamba damu hizi hazikuwa na maana yoyote, kwamba ukitoa unaweza kusamehewa. Lakini Yesu Kristo alipokuja, kifo chake ndio kilikuja kikajumuisha vile vyote, na ikawa ni kafara moja tu ambayo tayari imekwisha kutolewa. Ninashukuru sana ndugu Devi. Tunapoendelea hapa nyongeza katika sehemu hii ya kafara Yesu Kristo pale msalabani, karibu tuelezee ni kwa namna gani sasa tunaweza kuitumia kafara hii ya Yesu Kristo. Kama ambavyo ndugu Mgisha amekwisha kuelezea kwamba waliyafanya yale yote ikiwa ni kielelezo au ni mfano. Ndio maana pia Paulo pia katika kitabu chake cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 17 ameandika kwamba mambo hayo ni kivuli cha mambo ya nini? Mambo yajayo, lakini mwili ni wa Kristo. Yesu Kristo alikuja kuyatimiliza yale yote ambayo alikuwa ameyaagiza. Damu kama ambavyo ameongea, damu za wanyama na kondoo au kafara zile za awali zilitumika kama kielelezo cha kwamba huu ni mfano, bali yupo yeye atakayekuja ambaye kupitia yeye ndio tunaweza tukapata ukombozi kamili 100%. Ndio. Mwandishi ameelezea mfano mmoja uliokuwa mzuri ya kwamba kwa mfano ukihitaji kusafiri, sawa? Ukihitaji kusafiri, ukawa umekata tiketi vizuri. Ile tiketi inakupatia wewe hapo uhakika wa kwamba safari ipo. Lakini sio kwamba umesafiri. Chochote kinaweza kikatokea. Tiketi haikufikishi. Tiketi haikufikishi. Lakini
ule usafiri unapofika, unapokuwa umeupanda ule usafiri, sasa tunakuwa na uhakika wa kwenda. Na ile tiketi inakuwa haina kazi tena. Kwa maana yake kinakachokusafirisha ni nini? Ni chombo lakini sio tiketi. Vivyo hivyo damu za mbuzi na kondoo zilitumika, ndio Mungu mwenyewe ndo aliziweka zikiwa kama kielelezo kwamba yupo yeye ajaye ambaye kupitia yeye ndio tunapata ukombozi halisi, lakini sio kupitia hao mbuzi. Kwa hiyo kifo cha Yesu msalabani kinatupatia ukombozi, kinatupatia uhakika wa kuingia mbinguni, kwa sababu alikuja kufa yeye aliyekuwa ameagiza hayo yote yatendeke. Kwa hiyo kitu halisi kama kimekuja, kwa hiyo mifano ile yote inabakia inakuwa haina maana. Ndio maana sasa hizi tukiona mtu anasema anachukua mnyama fulani anaenda kumtoa kafara, tunasema kwamba huyo mtu kwanza haamini kama Yesu Kristo. Ni kosa kubwa sana. Tunaamini huyo mtu haamini kama Yesu Kristo alimfia msalabani. Ndio. Nashukuru sana. Asante sana. Sasa tukiendelea mbele, tumeshaona habari ya kafara na tumeona kafara halisi ya Yesu Kristo. Tunaona mwana kondoo wa Pasaka. Kipindi kile cha awali walikuwa wanatoa wazaliwa wa kwanza, wanafanya hivi, na hata Waisraeli kabla hawajatoka Misri waliagizwa kukomboa wazaliwa wa kwanza kutokana na habari hiyo. Na katika sehemu hii tunaona kwamba Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Pasaka. Hili jambo lina maana gani hasa? Karibu. Nashukuru. Na swala hili linapatikana kwenye kitabu cha Kutoka. Ukianza kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 pale, kuanzia mstari wa kwanza mpaka 15. Utaona namna ambavyo Yesu Kristo aliwaagiza wana wa Israeli kuchinja mwana kondoo kipindi kile wanatoka utumwani. Na ndipo ikawa ndo chanzo cha neno Pasaka kutoka kule utumwani, kwamba siku ya ukombozi wao ilihitajika wao waweze kumchinja mwana kondoo ambaye alikuwa ni mkamilifu, asiyekuwa na mawaa. Kwa sababu hiyo alitumika kama kielelezo cha kwamba kupitia hiyo ndio siku ambayo watapata ukombozi. Tunarejelea pia kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 5 mstari wa 7, pia anaelezea kwamba Yesu Kristo anaonekana kama ni anatambulika kama ni mwana kondoo wa Pasaka. Yaani ni mwana kondoo ambaye aliyekuja kuleta ukombozi, asiyekuwa na mawaa, yani asiyekuwa na changamoto. Yesu Kristo aliishi maisha ya wanadamu kama ambavyo sisi tunaishi. Lakini hakutenda dhambi hata iliyokuwa moja, hata iliyokuwa ndogo. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kutokutenda dhambi, ule ukamilifu ambao alikuwa ameuonyesha, maisha yake ya kikamilifu katika mwili wa kibinadamu aliyokuwa akiishi, unatambulikana kama mwana kondoo wa Pasaka, yani kwamba asiyekuwa na changamoto wala ulemavu aina yoyote. Nashukuru. Asante sana. Ndugu Mgisha, tunapoendelea tukidumu hapo mwana kondoo wa Pasaka, dhana hii ya kuelewa kwamba Yesu ndiye mwana kondoo wa Pasaka lina maana gani kwetu? Asante. Turudi katika maana halisi ya Pasaka ya kwenye Biblia. Ile Pasaka ilikuwa inahusisha kuchinja mwana kondoo. Tunaona ya kwamba kila Pasaka ilipofanyika ilikuwa ni lazima ihusishe kutoa kafara. Tunaona kwamba hata wakati kama alivyoeleza mchambuzi hapa wa kwanza kwamba hata wakati Wanaisraeli wanakombolewa kutoka Misri walichinja mwana kondoo. Sasa tukirudi kwanza duniani leo, kinachoitwa Pasaka kinavyofanyika hakina kabisa uhusiano na maandiko yanavyosema, lakini kimevalishwa tu jina la Pasaka kinafanyika. Kurudi kwamba kwanza tunaona ya kwamba mpango unapoitwa Pasaka lazima ulihusisha ukombozi. Unaona kwamba Pasaka inapoitwa katika Misri, walikombolewa kutoka Misri. Walipoiadhimisha walikumbuka kwamba tulikombolewa kutoka Misri. Ukirudi kwamba Yesu alifanya Pasaka ya mwisho akiwa na watu wake, akielezea kwamba anakwenda. Ndio akaonyesha kwamba mwili kuleni mwili huu hapa damu yangu. Na mwisho akafa kipindi cha Pasaka kuonesha ya kwamba yeye ndiye mwana kondoo ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo tukitaja tu kafara tunakumbuka ukombozi, na tukitaja ukombozi tunakumbuka Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Asante sana. Na ndio maana hapa tunaona kwamba Pasaka hii ya wakati ule, mwingine anaweza kuambia sasa nyinyi mbona mnakula Pasaka kwani na nyinyi ni Waisraeli? Hapana, kutoka kwa wana wa Israeli
sisi kielelezo chetu kinakuja mpaka kwa Kristo. Wakati ule yuko na wanafunzi wake alivyokula ile Pasaka, sisi ndo tunaadhimisha hapo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji unayefuatilia vipindi hivi, ikiwa ndio kwanza unatufuatilia tu, umekutana na habari ya Pasaka, uelewe kwamba tunafanya Pasaka kwa ajili ya kukumbuka ukombozi wetu ambao Yesu Kristo ameuonesha pale msalabani. Na kafara yetu kubwa ambayo tunaenda nayo ni kafara halisi ya Yesu Kristo ambayo tayari imekwisha kutoka. Kwa sasa hakuna haja ya kuchinja kondoo, mbuzi wala kitu chochote, kwa sababu Yesu Kristo tayari ameshakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sisi tunachopaswa kukifanya ni kumkaribia kwa ujasiri na tutapata wokovu unaostahili. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, naomba tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na kipindi chetu hichi kizuri. Tafadhali endelea kuwa nasi. You are watching to BW Media. Stay informed. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Na nikukumbushe tu, ukiwa una maoni, una maswali kuhusiana na kipindi hiki, usisite kututumia ujumbe wako nasi tutaufanyia kazi kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kipindi hiki. Na nikushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na kuwa pamoja nasi toka tulivyoanza somo la kwanza mpaka kufikia leo somo la 6. Sasa tunaendelea mpenzi mtazamaji, na somo la 6 lina kichwa kinachosema kuelewa kafara. Na kuna baadhi ya vitu tayari tushavipitia, na kama ndio kwanza unaendelea kujumuika pamoja nasi, karibu. Tunaendelea ndugu Devi. Hapa tumeshaona habari ya kafara tofauti, lakini tumeshapata kafara halisi ya Yesu Kristo, tumeshaiona. Na sasa tunaona hapa Yesu akiwa hekaluni. Ni dhana gani hasa tunayoipata hapa katika sehemu hii tunaposikia kwamba Yesu yuko hekaluni? Kuna nini hasa? Karibu. Yesu hekaluni. Katika Agano la Kale, kama ambavyo tumekwisha kuona, desturi za utoaji wa sadaka kwanza ulikuwa unafanyika hekaluni. Hilo ni jambo la kwanza. Na baada ya kabla ya dhambi, mwanadamu alikuwa anaishi pamoja na Mungu, kiasi kwamba mahusiano ya mwanadamu na Mungu yalikuwa ni ya moja kwa moja. Lakini baada ya mwanadamu kuingia katika dhambi, ikasababisha mwanadamu huyu kujitenga mbali na uso wa Mungu, kiasi kwamba tukawa hatuna namna ya kuweza kukutana na Mungu moja kwa moja. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo, alituumba na anatupenda sisi ni viumbe wake. Bado hakuchoka, akatafuta namna ya sisi kuweza kukutana pamoja na yeye. Ndio maana akamleta Yesu Kristo. Lakini kabla ya kumleta Yesu Kristo, katika Agano la Kale palikuwa na desturi ya hekalu lilikuwa limejengwa, lakini katika ile hekalu kulikuwa ndani kuna sanduku la agano pamoja na kiti cha enzi, ambapo vitu hivyo vilikuwa vinasimama kuashiria au ni mfano ya kwamba Mungu, japokuwa mwanadamu alikuwa amejitenga mbali na uso wa Mungu, kwamba hawezi kuonana na Mungu ana kwa ana, lakini Mungu bado hakumwacha. Mungu alikuwepo hekaluni. Ndio maana ile sadaka ambazo zilikuwa zikitolewa zilikuwa zinafanyika hekaluni, ikielekeza ya kwamba katika hekalu Mungu alikuwepo. Lakini hiyo Mungu hakuwa mpango wake. Mpango wa Mungu ni kwamba anataka yeye na wanadamu aliowaumba waishi pamoja, kama ilivyo ahadi yake kwenye kitabu cha Ufunuo sura 21. Hivyo akatafuta namna gani pia ya kuweza kuungana na huyu mwanadamu. Ndio Yesu Kristo anakuja. Kwamba katika Agano la Kale tulizoelea kwamba Mungu yupo katika hekalu, katika mfano wa hicho kiti cha enzi, sanduku la agano pamoja na nguzo ya moto ambayo ilikuwepo. Ukisoma kwenye Agano la Kale utaona. Lakini Yesu Kristo anakuja duniani yeye kama hekalu, kama kuhani mkuu asiyekuwa na mawaa, tukaishi naye duniani. Jambo la kwanza. Haikuishia hapo. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 ukisoma na sura ya 5 inamuonesha pia huyu Yesu Kristo ambaye anasimama kama kuhani asiyekuwa na mawaa, kuhani mpatanishi, ambaye kupitia yeye ndio tunaweza tukamwona Mungu akiwa katika hekalu la mbinguni. Kwa maana hiyo Yesu Kristo yupo katika hekalu la mbinguni akifanya upatanisho kati ya sisi wanadamu wa dhambi tuweze kuunganikana na Mungu moja kwa moja. Nashukuru.
Asante sana, na ndio hapa tunaambia baada ya dhambi mwanadamu alijitenga na Mungu. Na Mungu kwa sababu ni wa upendo akatafuta namna ya kuweza kumsogeza tena karibu yake. Na hata Biblia inatuambia kwamba Mungu hapendezwi na uovu. Hapendezwi na dhambi. Kwa hiyo mwanadamu mwenye dhambi akimkaribia anaweza akafa kabisa. Sio anaweza. Kutokana na utukufu wake alionao. Sasa ni namna gani tunaweza kumkaribia na kumtazama Mungu kupitia Yesu Kristo? Na ndugu Mgisha, karibu utupe nyongeza katika sehemu hii. Yesu hekaluni, ni namna gani sasa hapa Nabii Hagai alipotoa unabii wa kushangaza kabisa kuhusiana na kujengwa kwa hekalu la pili? Karibu. Asante. Tunaona katika kitabu cha Hagai 2 fungu la 7 na la 9 nasema kwamba nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Muona kwamba wakati wa kipindi kile cha Agano la Kale kulikuwa na lile hekalu la kwanza ambalo alijenga mfalme Suleimani, lakini tunaona ya kwamba Nabii Hagai alitabiri ya kwamba hekalu la pili litakuwa bora kuliko lile la kwanza. Tunaona kwamba wakati hekalu lile la kwanza linawekwa wakfu, tunaona kwamba kulikuwa na zile ishara ambazo zilionyesha dhahiri uwepo wa Mungu, ambapo tunaona kwamba moshi ukalijaza hekalu kiasi kwamba makuhani hawakuweza kuendelea na shughuli zao za kawaida. Kwa ile ishara ikawapelekea wana wa Israeli kuona, yani wakaona kile kitu kwamba ni kweli Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwenye nguvu. Lakini tunafahamu ya kwamba Nebukadneza aliingia akabomoa mji, akabomoa pamoja na hekalu, na kipindi kile ndipo tunaona kwamba sanduku la agano hatulioni tena likitajwa. Sasa Ezra na Nehemia wanakuja baadaye kujenga tena mji, kuandaa kuzaliwa kwa Yesu, na wakajenga tena hekalu. Lakini siku ya kuapishwa kwa lile hekalu hakukuwa kama kule kuweka wakfu kwa lile hekalu la Suleimani. Lakini walikuwa wanaamini ule unabii wa Hagai ya kwamba ili hekalu la pili litakuwa bora kuliko lile. Kwa hiyo tegemea ya kwamba watakachokiona hapa kiwe ni bora kuliko kipindi cha Suleimani. Cha ajabu wakavunjika moyo sana kuona ya kwamba hakukuwa na ishara dhahiri ya kuonyesha kwamba Mungu utukufu wake huko, na kwa sababu pia hakukuwa na sanduku la agano, kwa hiyo ikaonesha kama kuna upungufu wa utukufu. Sasa swali likabaki, unabii wa Hagai unatimizwa lini? Ndipo tunakuja kuona ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe, kama alivyochambua mchambuzi hapa, tunaona ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe licha ya kuwa tumeishi naye duniani, bado yuko mbinguni katika hekalu la mbinguni akitusogeza karibu na Mungu. Maana ajenda ni kwamba baada ya wanadamu kuanguka dhambini, si mwanadamu aliyetafuta kuwa karibu na Mungu. Alijificha. Akadanganya na kusingizia. Lakini ni Mungu ambaye alitamani kumsogeza huyu mwanadamu karibu. Kwa hiyo mpango wa kuleta ule ulinganifu haukufanywa na mwanadamu, ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anafanyaje? Ni kupitia mwana wake. Yaani maana yake Mungu anajipatanisha yeye na nafsi yake. Umeona? Kwa hiyo ndio tunaona kwamba Yesu Kristo, yeye ambaye alikuwa ni Mungu aliyeumba, akaja akafa, na sasa yupo katika hekalu la mbinguni akitupatanisha sisi na Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu hekaluni ni habari nyingine njema sana ya tumaini, ya kwamba tunaye muombezi ambaye anatusogeza karibu na Baba, ambapo sisi tukiwa hatustahili, yeye anatufanya tustahili kupitia yeye. Ndiyo maana tukiomba tunasema kwa jina la Yesu. Sio kolasi, lakini ni kweli kwamba sisi tukienda sisi kama sisi hatuna uwezo wa kupata chochote. Yaani hatuna haki kabisa kupata chochote, lakini tukipitia kwake tunapewa, kwa sababu tumepita kwa jina la mwana. Asante. Asante kwa kuwa wewe ndio uliyeviumba vyote. Hii ni kauli nzito sana. Mungu wetu ameumba kila kitu, na ukiangalia wakati ule wa Agano la Kale na wakati wa manabii, ndugu Mgisha, tunaona
watu wengi walikuwa na fursa ya kuongea na Mungu. Wapo waliongea na Mungu kupitia maono mbalimbali. Tunaona Ezekiel aliona, Isaya pia alitembelewa sehemu hizo, lakini pia Yohana na yeye alipata maono namna hiyo, walikuwa wanawasiliana na Mungu. Lakini kwa wakati fulani tukaona katika Agano Jipya kulikuwa na njia moja tu ya kuwasiliana na Mungu, ambayo ilikuwa ni kupitia kafara ya Yesu Kristo peke yake. Damu ya Yesu Kristo ndio ambayo iliyokuwa ni njia ya kuwasiliana na Kristo. Sasa karibu tuambie, ukilinganisha kitabu cha Isaya na Ufunuo, ni maono gani hapa ambayo yanapatikana katika vitabu hivi? Asante. Asante. Sasa nitapenda tuyasome haya mafungu, maana yamebeba ujumbe mzito ambao tukiuoanisha tutaweza kuelewa. Sasa tuanze na Isaya 6 kuanzia fungu la kwanza mpaka la 5. Nasema kwamba katika mwaka ule alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Na pindo la vazi lake vikajaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na wenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea. Au unaweza kuendelea kwa muda wako. Tuenda sasa katika lile fungu la Ufunuo 4:7 mpaka 11. Anasema kwamba na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai alukaye. Na hao wenye uhai wa 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote za ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana na usiku, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuweko, aliyeko na atakaye kuja. Na hao wenye uhai walipompa yeye aketie juu kiti cha enzi, utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Na sasa ujumbe wa muhimu sana ambao tunauona wote wanashare kwa pamoja ni kwamba kwa namna walivyopewa neema ya kuona mbinguni katika kiti cha enzi. Kumbuka kwamba tukirudi katika habari ya hekalu, kulikuwa kuna kiti cha enzi, kiti cha rehema, kuna sanduku la agano, ambapo ni viwakilishi vya nini? Vya Mungu duniani. Sasa hivyo alikuwa anaviona kuhani napo mara moja kwa mwaka, na vilikuwa vinaheshimiwa sana sana kabisa. Sasa pata picha hawa ambao walifanikiwa angalau kidogo kupaona mbinguni. Manake ni kwamba kwanza walikuwa wanakosa lugha ya kueleza. Yaani unaweza ukaelezea vizuri kitu ambacho unakifahamu. Lakini kuna kitu ambacho ukikiona hata uelewi ni nini, lakini unajaribu kueleza kidogo angalau mtu aelewe. Ndio tunapewa hizi picha ya kwamba wanaimba mtakatifu, na tunachosisitizwa ni ule utakatifu. Point yetu ya kwanza ni kwamba Shetani alimshtaki Mungu kwamba ni mbadhirifu, hana haki tangu katika serikali ya mbinguni, akashindwa. Na akiwa duniani hapa anaendeleza pia ya mashtaka yake kwamba huyu Mungu ni mkatili sana, ni Mungu ambaye si mwema hivyo. Kwa hiyo uongo huu unakanushwa moja kwa moja na kile ambacho tunakiona katika mazingira ya mbinguni, kwamba wale viumbe waliopo wanakili ya kwamba ni mtakatifu, na zimepangiliwa 3: mtakatifu, 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 kusisitiza kabisa. Umeona? Kupinga kabisa madai ya Shetani. Wako watu ambao huenda leo
wanamuelewa vibaya Mungu. Kwamba kuna namna wakiona wanasema hivi inawezekanaje Mungu mwema mtakatifu afu dunia iwe inafanana hivi. Lakini ukweli ni kwamba Mungu ni mwema na ni mtakatifu. Kila tutokea ni matokeo ya dhambi. Lakini pointi ya pili ni ile ya kwamba heshima na utukufu vinarejea kwake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba. Kuna tofauti kati ya kutengeneza na kuumba. Wewe unaweza ukachukua mbao ukaanza kutengeneza kiti. Lakini Mungu aliumba, maana yake alitengeneza kitu kutoka kwenye hamna. Sasa Kiswahili kidogo kuna namna, lakini he created something from nothing. Yule ndiye anayestahili kupewa sifa. Maana yake leo tukimsifia fundi anayetengeneza kochi kwa kutumia mbao tunakuwa tumempa heshima sana, lakini tulifaa tumsifie Mungu ambaye aliumba mti kutoka kwenye hamna. Kwa hiyo tunarudi katika hoja ya msingi ya kwamba Mungu ndiye anayestahili kuabudiwa. Na huyu Mungu sio tu anaabudiwa kwa sababu ameamuru kwamba haya ni abuduni, hapana. Ni kwa sababu ndiye aliyetuumba. Na tukitambua hivyo, hakuna ambaye ataacha kupeleka ibada kwake. Lakini tuunganishe na kafara kwamba je, kwa kuwa ndiyo aliyeviumba vitu vyote, sasa inahusiana vipi na kafara? Jiulize ya kwamba Mungu ndiye aliyetuumba, si ndio? Sisi tukamkosea. Baada ya kuwa tumemkosea, yeye aliyetuumba ndiye akaingia tena kuchukua jukumu la kututafuta, kuturudisha karibu na yeye. Hivi si kwamba ni jambo la kushangaza kiasi gani? Hivi ni nani ambaye anaweza akafanya hivyo? Wazazi wa dunia wanaweza wakajaribu kwamba kafika point akasema bana, mimi sahau kabisa, usiniite mimi babako, usiniite kabisa. Lakini amekuzaa duniani kwamba umefanya makosa kadhaa, ameona ananichafuria huyu. Lakini Mungu licha ya kuwa tumemtenda dhambi, sasa sio kwamba mchakato umeishia kipindi kile, mpaka sasa anaendelea kututafuta. Unaweza ukawa shahidi kwamba ni mara ngapi umetenda yale ambayo unafahamu kabisa kwamba upaswi kutenda, lakini Mungu amekukumbusha tena kwamba achana na, rudi mwanangu, tubu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu aliyeumba ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Lakini jambo ambalo ni la ajabu na la kutushangaza sana ni kwamba huyu aliyetuumba ndiye alikuja kutufia msalabani ili tuweze kupata ukombozi kutoka katika dhambi na kifo. Ni ajabu kiasi gani? Kwa ningependa kumwalika mtazamaji ambaye ameusikia ujumbe huu asiondoke pasipo kufanya maamuzi ya kumkabidhi Mungu maisha yake. Amina. Na tunaona hapa wale manabii walivyoonyeshwa utukufu wa mbinguni, kila mmoja alishangaa na alishangazwa na mambo. Mpaka nabii Isaya anasema mimi nina midomo michafu jamani, sitaweza habari hizi. Lakini ndugu David, tunapoona hapa kwamba ameelezea ndugu Mgisha kidogo kuhusiana na habari ya msalaba. Sasa hem tupitishe hapa kuona ni kwa namna gani msalaba unakuwa na nafasi kubwa sana katika ukombozi wetu. Karibu. Umuhimu wa msalaba katika maisha yetu tunaweza kuelezea hiyo hoja katika mada mbili. Jambo la kwanza, tunaona kwamba Mungu ana upendo kiasi gani. Msalaba unadhihirisha upendo wa hali ya juu ambao Mungu anao juu ya viumbe vyake alivyoviumba. Kiasi kwamba Mungu ambaye ni mtukufu, Mungu aliyeumba kila kitu, Mungu asiyekuwa na dhambi, anajishusha mpaka chini, hali ya utumwa, anakuja kufa kwa ajili yetu. Jambo la kwanza linaonyesha ni kwamba ni kiasi gani huyu Mungu anatupenda. Funzo la kwanza kutoka katika msalaba inadhihirisha upendo wa Mungu usiopimika, kinyume na madai ambavyo Ibilisi alikuwa anayo. Lakini jambo la pili, msalaba huu unadhihirisha ni kiasi gani sisi tulivyokuwa dhambi, ni kiasi gani sisi tulivyokuwa waovu. Kiasi kwamba fikiria, umetenda kosa. Kwa mfano ulikuwa ni mwanafunzi, umetenda kosa. Lile kosa ambalo ilifaa uadhibiwe, ikaonekana kwamba wewe kuadhibiwa ile kosa haitoshelezi, bali mwalimu mkuu wa hiyo shule inabidi aadhibiwe kwa sababu yake. Inaonesha ukubwa kiasi gani wewe kosa, japokuwa sidhani kama katika mazingira ya binadamu hicho kitu kinawezekana. Vivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa wanadamu sisi tuliokuwa dhambi ambazo tunazitenda. Tujue ya kwamba
uzito tunaweza tukawa tunazichukulia ni za kawaida kwa sababu tuna mazoea ya kuzitenda kila siku, lakini tukumbuke kwamba uzito wa dhambi ambazo tunazitenda zilimsulubisha Yesu na kumfanya afie katika msalaba. Nashukuru sana. Asante sana kwa uchambuzi huo mzuri. Ni kwa njia ya msalaba pekee unaweza kutufanya tukaokolewa. Amen. Sisi peke yetu hatutaweza. Ndugu Mgisha, karibu tupe, tunapomalizia lesoni yetu hii sasa. Tumeshaona mambo mengi sana. Tumeshaangalia kafara, tumeshaangalia na habari ya msalaba. Karibu sasa utuambie, mpenzi mtazamaji na msikilizaji aliyetufuatilia katika kipindi hiki, anaweza kuondoka na kitu gani hasa? Pointi gani hasa ambayo hata kama hajaelewa au ndio kwanza tu kuna mtu amefungua hapo kutusikiliza, anaweza akaondoka nacho? Karibu. Asante. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuondoka nalo katika somo hili la leo ni umuhimu wa dhabihu katika masuala ya kiimani na kimaadili moja kwa moja, ya kwamba wale walipokuwa wakitoa kafara zile za wanyama ilikuwa inawagusa moja kwa moja, kiasi kwamba ilikuwa inawasaidia kurekebisha maadili yao, lakini pia ilikuwa ina maana kubwa sana ya kiroho, maana walikuwa kupitia njia ile wanaamini wanapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo wale watu ambao tunaishi kipindi hiki ambacho hatutoi kafara za wanyama, lakini tunapokumbuka habari ya kifo cha Yesu pale msalabani ambapo alikufa kwa sababu ya maovu yetu, tunapata kurekebishwa kimaadili, kwa sababu tunatambua ya kwamba dhambi tunazozitenda ndizo zile zilizomsulubisha Yesu pale msalabani. Kwa hiyo ingelikuwa ni vyema tuache kuzitenda, tuende tukaenende sawa sawa na mapenzi yake. Lakini jambo la pili tunajifunza hapo ni kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Na hii kwa maana ya kiroho tunatambua ya kwamba mshahara wa dhambi huwa ni mauti. Lakini sisi kwa sababu ya kafara pale msalabani amekwisha kutushindia kuhusu kifo cha milele. Ndio tunaweza tukafa kabla hajarudi, lakini huo utakuwa ni usingizi, maana atakaporudi atatuamsha. Lakini na jambo la pili ambalo napenda kusisitiza hapa ni kwamba mtu yeyote ambaye mpaka sasa hajampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni fursa ya kumpokea. Fikiria ya kwamba ingekuwa Yesu asingekufa msalabani na ikampasa kila mtu kuendelea kutoa kafara kila siku kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tuko watu ambao hata kuku tu hatufugi nyumbani. Sasa tungekuwa tunatoa nini? Sasa nikawa nafikiria ya kwamba dhambi zilivyokuwa nyingi kwa kipindi hiki, unaweza kujipigia tathmini kwamba wewe kuanzia asubuhi mpaka jioni unazitenda ngapi? Basi hautatoa kondoo, utatoa njiwa, ni wangapi? Sasa hao njiwa wangekuwa wanafugwa wapi? Hata kuna wale wafanyabiashara wangeanzisha kabisa sehemu ya kufugia njiwa kwa ajili ya kutoa zaka na sadaka. Lakini sasa Yesu alikufa msalabani ili sisi tupate wokovu. Sasa nikusihi ya kwamba somo hili linapoisha uweze kumpokea, kwa sababu alikufa ili akukomboe, anikomboe na mimi pia. Na sio tu kwamba alikufa, lakini ni hakika ya kwamba anarudi kuwachukua wale wote aliowafia msalabani, na hakika ya kwamba yule ambaye atakuwa hajampokea hatapata uzima wa milele. Utakufa katika mauti hii ya kwanza, lakini pia utakufa katika mauti ile ya pili ya moto wakao katika ziwa na kiberiti. Mungu akutie moyo uweze kumpokea Kristo leo, uweze kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Asante. Amina, nashukuru sana. Maandiko yanaweka wazi kwamba Kristo pekee ndiye anayestahili kutupatia wokovu. Maisha yake yalikuwa maisha pekee ya kibinadamu yasiyo na dhambi. Mfano pekee wa maisha yaliyotoa utoshelevu mkamilifu kwa utukufu wa Baba. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu asiye na waa, na sasa ni kiongozi wa jamii ya wanadamu kama usalama wetu wa milele. Wakati huo huo alijitwika hatia yetu, akitosheleza hukumu ambayo ni mwitikio wa Mungu kwa uovu. Yohana anashuhudia tukio la kushangaza la viumbe wa mbinguni
wakikizunguka kiti cha enzi cha Mungu. Anaambiwa aache kulia kwa sababu simba wa kabila la Yuda ameshinda. Haya ni maneno yanayotutia nguvu kutoka katika kitabu cha Wazee na Manabii sehemu ya kwanza. Ukisoma utakutana na maneno hayo mazuri kabisa yanayokutia moyo, na kuna aya zingine zinaendelea. Lakini ningependa mpenzi mtazamaji nikutie moyo kwa maneno haya. Simba wa kabila la Yuda ameshinda. Hilo ndo neno ambalo tunatakiwa kutoka nalo. Usikate tamaa na usiendelee kulia tena kwa sababu tayari tumeshashindiwa. Karibu Devi, utupe ni vitu gani tunavyoweza kutoka navyo? Karibu. Vitu ambavyo tunaweza tukaondoka navyo katika siku ya leo. Labda ninukuu kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Biblia imeandika, watoto wangu wadogo ninawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Anasema Yesu Kristo mwenye haki. Amina. Yesu Kristo mwenye haki. Lakini pia mstari anasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu mzima, za ulimwengu wote. Katika Agano la Kale palikuwa pana desturi ya kuhani ambaye ni mwanadamu aliyekuwa anasimama kufanya upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Yesu Kristo amekuja kufa msalabani na sasa yupo katika hekalu la mbinguni, kama ambavyo tumeangalia katika somo la nyuma katika sehemu zilizopita. Yeye pekee ndiye ana uwezo wa kutusamehe dhambi zetu, sio mchungaji wako, sio kiongozi wako wa dini, sio mtu yoyote ambaye anaweza akasimama kukupatanisha wewe na Mungu. Of course na wewe pia ni mdhambi kama wewe ni mdhambi. Dhambi ambazo unazitenda wewe tena usikute yeye anazitenda mara 6 yake. Kwa hiyo mwenye haki ya kusikiliza shida zako, mwenye haki ya kuweza kukusamehe dhambi zako, wewe mahali ambapo unatakiwa kupeleka dhambi zako ili usamehewe ni kwa Yesu Kristo mwenye haki, kwa sababu yeye ndiye mwenye haki ya kufanya hivyo. Nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana ndugu Devi kwa uchambuzi wao mzuri kabisa. Naamini mpaka kufikia hapa kuna kitu ambacho mpenzi mtazamaji atakuwa amekipata kutokana na somo la juma hili, somo la 6. Na tunapoenda kuhitimisha sasa, ningeomba ndugu Mgisha utufungie kwa ombi ukituweka karibia na Kristo. Karibu. Basi nikukaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ufumbe macho tuweze kuomba. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuwa leo tumepata nafasi ya kujadili kuhusu kafara, na tumeweza kuelewa ya kwamba kafara za wanyama ambazo zilitolewa katika kipindi cha Agano la Kale zilikulenga wewe. Na wewe Kristo ulikufa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wote ambazo zimewahi kutendwa, zinazotendwa na zitakazotendwa. Tumepata tumaini ya kwamba kwako wewe tunaweza kupata msamaha. Kwa hiyo tunakuomba Mwenyezi Mungu uzidi kunena nasi katika majuma yanayozidi kuja, tuweze kuelewa zaidi ujumbe ambao unataka tuujue katika robo hii. Lakini pia Mwenyezi Mungu nakuomba ukapate kumbariki mtazamaji ambaye ametenga muda wake kuangalia video hii mpaka mwisho. Mwenyezi Mungu usimpungukie, bariki, mtimizie haja za moyo wake. Lakini pia Mwenyezi Mungu usimsahau katika uzima wa milele. Lakini pia Mwenyezi Mungu wako watu ambao umewawezesha kuandaa kipindi hiki, Mwenyezi Mungu usiwapungukie. Pale wanapohitaji wajaze. Wale wote ambao wanashiriki katika kutayarisha ujumbe huu kwa ajili ya watu wako, usiwapungukie. Jibu haja za mioyo yao. Lakini pia Mwenyezi Mungu, taasisi hii ya BW ikuze, ikapate kuwa ni taasisi kubwa sana, ikazidi kutangaza jina lako. Mwenyezi Mungu, naomba ukapate kuwa nasi na tukutanishe tena wakati mwingine kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Nipende kuwashukuru, karibuni tena wakati mwingine. Asante. Mgeni wetu karibu sana. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Nipende kukaribisha kipindi kinachofuata. Tutaendelea kuchambua mada hizi moto moto kwa undani kabisa. Ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Esau. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike kwa wengine ili waweze kupata ujumbe huu wa matumaini unaokufikia hapo moja kwa moja kabisa. Niwashukuru waliokuwa nyuma ya kamera. Tulikuwa na ndugu William pale akiweka mambo kwa usawa kabisa, lakini pia tulikuwa na ndugu Mwakijola akihakikisha kila kitu kinaenda sawa. Nikukaribisha wakati mwingine. Sasa hatuna la ziada. Ya mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi ya kipindi kijacho. Kwa heri kwa sasa.